Unajua mimi napata shida kidogo kusema Yanga wameshindwa kesi. Kwa sababu kesi haijasikilizwa. Yani kesi haikusikilizwa kwa sababu kuna baadhi ya vitu vilipungua kwenye shtaka ambalo Yanga walikuwa wamelifile. Yanga wamerudishwa. Waje wapite kwenye ngazi moja baada ya nyingine za mpira nchini Tanzania. Kwa bado wana nafasi ya kurudi kasi baada ya kuwa wamepata maamuzi. Kitu ambacho mimi na hofu nacho, nafasi ya Yanga tena kwenda kasi inaweza isiwepo kwa sababu kabla hawajaamua kurudi kwenye ngazi za soka nchini Tanzania watakuwa wameshapewa ratiba ni lini watapaswa kucheza. Kwa wakishapewa ratiba hawatakuwa na room ya kusikilizwa kwa sababu kilichokuwa kimefanyika ni kuonyesha kwamba mamlaka za soka Tanzania haziko fair. Mamlaka za soka Tanzania hazijui ni kitu gani zinafanya. Kwa hiyo kwa sababu kasi wamewaelekeza Yanga warudi wapite kwenye ngazi zile ambazo Yanga wao waliziruka, watakachokifanya watapokea then wapangia muda wa kwenda kusikiliza hiyo kesi kwa sababu watakaopanga ni hizo mamlaka za soka ambazo Yanga walikuwa wamezishtaki, na watakachokifanya mamlaka watapanga ratiba kwamba tarehe fulani Yanga atatakiwa ucheze mchezo namba 184 Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Simba. Kitu ambacho nina uhakika nacho, tarehe ya mchezo itakuwa ya mapema kabla ya tarehe ya kusikiliza kesi. So kwangu mimi tena hakuna kesi. Kwa namna nilivyosoma ile barua, ingawa sikuimaliza yote, kuna mahali ambako kasi wamesema wenyewe hawana mamlaka ya kuamua kitu gani kifanyike kwenye ligi ya Tanzania kwa sababu kuna vyombo vinavyosimamia mpira wa Tanzania. So wametoa mandate kwa shirikisho la soka kwa shirikisho la soka Tanzania na bodi ya ligi waweze kuamua ni namna gani Ligi Kuu Tanzania Bara inapaswa kuendeshwa. Wasimamizi wa ligi, wasimamizi wa mpira wa Tanzania ni TFF, wasimamizi wa Ligi Kuu Tanzania Bara ni TPLB kwa maana ya bodi ya ligi. Yanga ni stakeholders. It's either wakubali washiriki au wasikubali wao wamekiuka kanuni na waadhibiwe. So naona kabisa ni Yanga watakubali na mchezo utachezwa. Kwanza amini kabisa ni mchezo utachezwa. Nimewahi kuzungumza na moja kati ya watu wangu wa karibu nikamwambia Yanga ni taasisi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii nchi na utaratibu wake. Tunafahamu FIFA hawaruhusu serikali kuingilia masuala ya soka. Lakini hakuna namna unaweza ukaiondoa soka kwenye serikali kwenye soka kwa sababu wao ndo wanaandaa kila kitu. Yaani mazingira ya uwepo wa clubs ni utaratibu ambao umeandaliwa na serikali, ndio maana kuna Baraza la Michezo la Taifa ambao ndio wanasajili hivi vilabu. Kuna infrastructure ambazo zinaandaliwa na serikali, lakini mwisho wa siku Simba na Yanga ni taasisi za Watanzania lakini zina influence kwa namna moja au nyingine kwenye baadhi ya matukio, hata yale ambayo si ya kimpira wana influence. Sasa inapokuja inaweza ikapelekea kwa namna moja au nyingine uvunjifu wa amani. Serikali lazima watakuja tu watasema hichi kitu hakipaswi kuwa hivi. So kitendo cha Simba Sports Club na Young Africans kuitwa kwenda kusikilizwa na Wizara ya Michezo, maana yake ni serikali ilikuwa inataka ione ni wapi kuna mkwamo. Kitu gani kinapaswa kufanyika ili amani iendelee kuwepo kama ilivyo. Utakumbuka kulikuwa tayari kumeanza kuwa na maandamano, ingawa hayakuwa maandamano rasmi, lakini siku ile bodi ya ligi wamewaita Simba na Yanga kwenda kuwasikiliza. Kuna watu walijitokeza kwenda kwenye zile ofisi, mashabiki wa Yanga. Siku ile serikali imewaita Simba na Yanga kwenda kuwasikiliza. Kuna watu walienda uwanja wa Taifa. Yote haya wanataka kufahamu hatima itakuwa ni nini. Simba na Yanga zinagusa hisia. Na inapokuja swala la kugusa hisia, mtu anapokuwa frustrated anaweza kufanya kitu cha namna yoyote ile. So serikali inatazama huu mchezo. Yaani kitu ambacho nakuhakikishia mechi itachezwa. Kwanza kwenye hii issue Simba hawana shida. Simba wana shida kabisa kwa sababu wenyewe walichokihitaji mpaka kusema hawatacheza ni kupata ile training time kwamba wafanye
mazoezi kwenye uwanja ambao wataenda kuchezea mechi ndio ilikuwa demand yao kubwa, na Young Africans wao ndio wana shida na bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi ndio walioahirisha ule mchezo, na Yanga wanaamini kabisa wao walikuwa na haki ya kucheza ule mchezo kwa siku husika, ingawa wanaamini Yanga kuna kitu ambacho walikikosea. Kitendo cha kuwazuia Simba wasiende kufanya mazoezi ni kitu ambacho walikikosea, na kuna baadhi ya watu ndani ya Young Africans waliadmit lile kosa, na wakawa wanasema kama ni issue ipo kikanuni tuadhibiwe, kwa sababu ilikuwa inatakiwa walipe fidia. Lakini kwa sababu ya siasa za mpira wa Tanzania, Simba wakasimama, kwa sababu hatujafanya mazoezi, hatuchezi mpaka tufanye nini? Mazoezi. Kilichofanyika pale ni siasa tu za mpira wa Tanzania, kwamba Simba walihisi kwamba wameshakuwa ni inferiors. Sasa wakataka waonyeshe Yanga kwamba na sisi ni superior kwa namna ambavyo ninyi mnadhani mpo. Sasa na sisi tunasimama. Kwa ile inferiority complex ambayo Simba walikuwa wameshaanza kuifeel, ndio wakaivua waonyeshe kwamba na sisi tuko Tanzania, na sisi tuna haki na tunaweza kufanya chochote kulingana na mpira wetu ambavyo tumeamua kuupeleka, kwa sababu tuwa kweli tu the way ambavyo mpira wa Tanzania unaendeshwa sio njia ya kitaalamu. Busara zimekuwa nyingi sana.